kuna mabara mawili kwangu mimi naamini kabisa yanazalisha zile pure talent katika soka. Amerika Kusini naliweka namba 1. Bara la Afrika naliweka namba 2. Ni mechi gani ambayo unaisubiri kwa hamu kutoka kwenye hili kundi? Cha kwanza hii game ya Argentina wawili. Mauricio Pochettino pamoja na Gustavo kwa pande wa Paraguay. Naamini ndio game pia itakuwa ya ufunguzi. World Cup tips ndani ya MSN Tanzania. Leo tunaenda kulimulika, tunaenda kulidonoa kundi D ambalo hili linakutanisha wenyeji wa michuano hiyo, wenyeji wenza USA, lakini pia atakuwepo Paraguay, atakuwepo Uturuki pamoja na Australia, moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa na historia ya kipekee. Uturuki huko kwa kina Orhan Bey, Osman Bey, na nani ulinitajia yule bwana Joseph Mopesi? Etoglu Bey. Huko kina Bey, lakini pia ni taifa ambalo lina asili ya moja kati ya wachezaji ambao walionyesha ubora mkubwa sana kwenye mpira wa Ulaya. Nazungumzia Mesut Ozil akiwa na club ya Real Madrid, club ya Arsenal, lakini timu ya taifa ya Ujerumani ndio alikuwa akiwakilisha kwenye michuano rasmi ambayo ilikuwa chini ya FIFA. Sasa awamu hii wako na Arda Güler. Yako mengi ambayo tutakufahamisha kuhusu timu ambazo ziko kwenye makundi haya. Joseph, mambo vipi? Safi ndugu yangu. USA akiwa mwenyeji mwenza anaenda kuzialika hizi timu tatu ama mataifa matatu ambayo yana historia za kipekee. Yeye akiwa nyumbani, itakuwa ni pressure kiasi gani kwa USA kuelekea kwenye hii michuano? Kuna faida na hasara kwa nyumbani kwa sababu inategemea namna gani ambavyo unaweza kunufaika na ile home advantage, kwa maana kwamba kuwa na mchezaji wa 12 kiwanjani kwenye game karibia zote ambazo watacheza kwenye hizi kundi lao, zote wanachezea kwenye miji ya pale nchini Marekani, so nifahamu. So kuna hiyo faida ambayo wataenda kuingia nayo katika kila mchezo, hype kubwa, support kubwa ya mashabiki, kusupport, na mara nyingi sana imekuwa inazalisha unazungumzia ile spirit ya upambanaji kwa wachezaji. So wana kitu extra ambacho tunategemea kwenda kukiona kwa USA ukilinganisha na mataifa mengine kama Paraguay na vitu kama hivyo kwenye kampeni ya World Cup msimu huu, kama wakiwa ni co-host, lakini ukiangalia wao wana contribute asilimia kubwa sana za uandaaji wa michuano ya World Cup msimu huu. Mauricio Pochettino, yeye ndo head coach wa timu ya taifa ya USA. Alifanya vizuri akiwa na vilabu. Sasa hivi yuko kwenye mpira wa timu za taifa. Utofauti wa kuhudumu kwenye timu za taifa na vilabu unaweza kuwa na faida gani kwa upande wa USA? Nafikiri Pochettino yeye mwenyewe tu peke yake ni experience ya kwanza kabisa ambayo alipata baada ya kuachana na kwa upande wa vilabu, akapata fursa ya kuifundisha national team ya upande wa USA. Na ukiangalia kwa namna moja ama nyingine, so far so good, hajafanya vibaya sana wala hajafanya vizuri sana, na yeye ni design kama pia anajitafuta kwenye engo hiyo ya national team. Lakini kwa bahati mbaya sana USA unapozungumzia kwenye zile traditional powerhouse huwezi kumweka. Ni timu ambayo imekuwa na survive na exist pale, lakini haitop maeneo yale. Sio nifahamu, imekuwa mara nyingi sana na shiriki World Cup na vitu kama hivyo. Unazungumzia takribani mara 12. Hii inaenda kwa 12 wanashiriki World Cup. Lakini sio timu ambayo unaweza kukuta imefanya makubwa sana, kwa sababu ukiangalia makubwa ambayo aliyafanya ni World Cup ya kwanza kabisa ambapo nakumbuka walishinda mshindi wa 3 michuano ya World Cup mara ya kwanza kabisa 1930, ambapo walimpiga Yugoslavia. Sio nifahamu. Kwa maana kwamba walipiga timu ya Yugoslavia kipindi hicho hata haijagawanyika, kwa sababu Yugoslavia imeenda mpaka 1990, ndipo baadhi ya mataifa kama Bosnia ambao tulitoka kuwazungumzia hivi majuzi wakawa wamepata uhuru kujitegemea kivyao mwaka 1992. Na mataifa mengine yametokea pale kwa Yugoslavia kama Croatia, Slovenia na mengineyo mengi tu. So walicheza kipindi hicho World Cup ya kwanza, wakashika nafasi ya 3, ndio mafanikio pekee tokea kipindi hicho hawaje kupata makubwa zaidi hayo, kushika nafasi ya 3 kwenye World Cup. This time nafikiri ukiangalia Pochettino anaweza kana kibarua kikubwa sana, though ana uwezo wa kuorganize team vizuri. Ukiangalia kwa mchezaji mmoja mmoja, so far so good, wana wachezaji baadhi ambao ni talent, lakini sio wale elite players. So nifahamu wale wachezaji ambao ni exceptional sana, hapana. Ni wale wachezaji ambao
wana zile technical skills, technical ability nzuri ya class ambayo unaweza kuzungumzia kwa watu kama kina Tyler Adams, kijana wa Bournemouth pale, lakini vile kuna Makini yule mchezaji wa Juventus kiungo pia. Wana mtu kama Timothy Weah, mtoto wa George Weah, mchezaji wa zamani wa Liberia ambaye pia ndo Mwafrika pekee kubeba ile tuzo ya Ballon d'Or kwa mwaka 1995. Mwanae anachezea timu ya taifa ya Marekani, na ndo huyu ambaye sasa hivi anazungumzia kwenye klabu ya Marseille, naye ana exposure, ana quality ambayo unaweza kusema anaweza kaongeza thamani kwenye klabu yake ama ni kwenye taifa lake la USA. Lakini vile vile wapo wakina Musa, wakina Pulisic, Christian Pulisic ambaye ndo kwa sasa hivi tunategemea ataweza kwa asilimia kubwa sana kama captain, ukiachana na Tim Rim ambaye ashakupita pia hata pale kwenye EPL na vitu kama hivyo. Kwa sasa hivi yuko Charlotte pale nchini Marekani. So kwa namna moja ama nyingine, kwa mchezaji mmoja wana squad ambayo wanaweza kaweka pale kwa ajili ya kucompete, lakini sio kama ambavyo nimezungumzia kuwa powerhouse hivyo kwamba wanaweza wakaja na maajabu makubwa sana, hapana. Lakini kwenye group lao nafikiri wanaweza kana kitu special ambacho wanaweza kukifanya kwa ajili ya kocha wao Pochettino, anaweza kanufaika pia kupiga hatua kwenda hatua ya playoff ama knockout. Safu yao ya ushambuliaji kwa ujumla wake, kwa kikosi ambacho kimeisha tangazwa, imekuwa na magoli ama imefunga magoli 63 kwa ujumla wake. Hii ndio inakuwa safu ya ushambuliaji yenye hatari zaidi kuliko safu zote za ushambuliaji kwenye kundi D. Inaweza ikawa ni driving factor ya kuamini kwamba USA moja kwa moja yeye ana nafasi ya qualify kupitia safu ya ushambuliaji ambao wako nayo. Angalia kwenye upande wa numbers, ukiangalia kwenye upande wa numbers ni zinashawishi, kwa maana kwamba wana uwezo wa kufanyaji wa kuconvert nafasi. Lakini nikwambie kitu kimoja, USA ni wazuri wanapokutana na timu ambazo wamezizidi ile class, na ukiangalia kwenye ukanda wao hizo numbers zimepatikana asilimia kubwa sana kwenye ukanda wao ama kwenye zile game pia za friendly. Of course hii stats ambazo nimetoka kuzielezea hapa ni stats za hawa wachezaji kwenye vilabu vyao. Of course. Kwa maana kwenye ligi ambazo walikuwa wanashiriki contribution yao ya mabao ambao nazungumzia kila mchezaji, kuna aliyefunga magoli 19, kuna aliyefunga magoli 16, Pulisic almost na magoli 8. Kwa yani magoli ya kudistributed. Na hapo umezungumzia magoli 63 sio washambuliaji pekee mpaka viungo. Ni washambuliaji pekee. Hapo nazungumzia kina Timothy Weah, unazungumzia kina Christian Pulisic. Timothy Weah amekuwa wanamtem kama midfield, lakini ni asilimia kubwa sana kama winger. Of course. Na winger these days tunamcounter as midfield, lakini pia inategemea na namna ambavyo mwalimu matumizi tu role ya mchezaji. Siku hizi mpira umebadilika pia. Sayansi imeharibu mpira sana. Na ndio maana kuna wale attacking midfielders wanafunga sana pia kwenye mpira wa kisasa na vitu kama hivyo. Naamini hiyo ni kitu ambacho unaweza kawa Pochettino anaingia nacho kama ile focal point, kwamba nina watu ambao nitakapoweka mkakati mzuri wa kunipatia matokeo, kwa sababu matokeo huwezi kuyapata kwa bila kufunga goli. So nifahamu, sababu unazungumzia michuano ambayo inahitaji ufunge magoli ili kusurvive hatua zinazoendelea na vitu kama hivyo, kuprogress hatua zinazofuata. So hiyo ni kama focal point kwamba wanaweza kufanya kitu kupitia hao wachezaji ambao wana namba nzuri. Tafsiri yake ni kwamba ni wako kwenye form nzuri. Hiyo ni formula, kwa sababu mtu kama Christian Pulisic unapoenda kwenye klabu ya AC Milan ni key player na anacheza kwenye hiyo nafasi, ni offensive player, mshambuliaji. Amepita Chelsea amefanya vizuri, amepita Dortmund amefanya vizuri, wanamuita Captain America. Chini ya makocha wazuri, na Christian Pulisic amekuwa anaonyesha uwezo mkubwa sana. So kwa namna moja ama nyingine nafikiri wanacho kitu cha kuofa kwa ajili ya timu yao ya taifa. Hawa wachezaji ambao umezungumzia kwa hizo namba zao, wanacho kitu cha kuofa, lakini nafikiri kwa muundo mkubwa sana wa USA, nafikiri eneo la midfield ndio linaweza likaifanya ile timu ikapata balance kwa ukubwa mno, kwa sababu wana mtu kama nilivyozungumzia, wana mtu kama Tyler Adams ambaye pia Bournemouth, moja ya wachezaji wenye talent kubwa sana, midfielder fundi kweli kweli, ana uwezo, ana ile technical ability ambayo ukimweka kwenye eneo la midfield unakuwa comfortable naye, kwa sababu ni mtu anayejua kutunza mpira na anajua kupiga pasi vizuri. The same kwa mtu kama McCain, box to box midfield. Wana uwezo huo wa kuorganize vizuri, then wakatengeneza timu yenye ushindani bora kabisa. Turkey kwa maana ya Uturuki imepita miaka 24 tangu ameshiriki mara ya mwisho kombe la dunia ambalo ilikuwa ni mwaka 2002.
wanarejea tena kwenye kombe la dunia. Sasa hivi Starman wao akiwa ni Arda Güler. Yesu hapo wachezaji wengi. Tunaweza tukailete Uturuki katika timu za daraja lipi kwenye kundi hili? Nafikiri wao kwenye ranking ukiachana Marekani ambayo iko nafasi ya 16, wao ndo wako kwenye nafasi nzuri zaidi pia. Nazungumzia nafasi ya 22. Uturuki wako nafasi ya 22 kwenye FIFA ranking za hivi karibuni tu. Ni timu ambayo kwa sasa hivi ukiangalia umemzungumzia Arda Güler, lakini wana mtu kama huyu anamuita Hakan Çalhanoğlu, mmoja wa wachezaji ambao amekuwa ana play role kubwa sana kwenye maendeleo ama ubora ule ambao unazungumzia Uturuki. Yaani uwezi ukaizungumzia ubora wa Uturuki bila kumtaja Hakan Çalhanoğlu ambaye anakipiga kwenye klabu ya Inter Milan na amekuwa na mchango mkubwa sana kwenye mafanikio ya Inter Milan toka amejiunga kitokea AC Milan. Ni mmoja wa wachezaji wazuri sana. So nafikiri timu yao inaweza kaenda ikaundwa kupitia hawa wachezaji yaani timu ikachezwa ama ikatengenezwa kuwazunguka hawa watu wawili kwa sababu wamekuwa na maamuzi mazuri sana. Mind you ni kwamba wanacheza kwenye eneo la midfield. Eneo ambalo linahitaji sana maamuzi ya timu itoke vipi, imiliki vipi mpira na icheze kwenye staili ipi. Na ukiangalia hawa watu wana uwezo wa kukuofa kwenye engo hiyo na vitu kama hivyo. So kwangu mimi nafikiri kwa Uturuki ambao wananolewa na kocha yule Muitaliano, mshambuliaji wa zamani wa Italia, Vincenzo Montella. So nifahamu. Amekuwa na wakati mzuri pia kwenye kampeni yake na timu ya taifa ya Uturuki. Ukiangalia kwenye career yake pia of course hana exposure sana, lakini alishakupita kwenye klabu kama AC Milan, amepita kwenye klabu ya ambayo alichezea pia kipindi hicho AC Roma. So ana kitu maybe anaweza kaenda kukitafuta kwenye World Cup, maybe kujiintroduce pia yeye mwenyewe kwamba ana kitu gani anachoweza kukiofa kwenye darasa lake la kiufundi kwenye mechi zake. Na ndio kitu nafikiri imefanikiwa pia kwa sababu umezungumzia last time wanashiriki World Cup 2002. Tafsiri yake ni kwamba wamestruggle kwenye hichi kipindi kirefu sana mpaka wanakuja kurejea tena. Na mind you 2002 wanashiriki World Cup yao ya mwisho ndo mwaka ambao walifika hatua ya nusu finali na wakashinda pia mshindi wa 3 World Cup 2002 kwa sababu nakumbuka walimpiga South Korea. Walimpiga South Korea wakashinda nafasi ya 3 World Cup. Tokea hapo wamekuwa kistruggle kurudi kwenye World Cup na vitu kama hivyo, lakini ukiangalia kwenye kipindi cha hivi karibuni ama hapa katikati ambapo hawajashiriki World Cup walikuwa bado wana talent kadhaa ambazo zilikuwa zina uwezo wa kufanya vizuri tu, lakini kwa bahati mbaya nafikiri muundo wao wa kisoka kwenye ndani ya taifa lao kidogo ulikuwa umesheki. Lakini this time nafikiri wamekuja na majina kama kina Arda Güler, kina Hakan Çalhanoğlu na vitu kama hivyo. Bado nafikiri wana squad nzuri ambayo inaweza ikaenda kuleta ushindani sana kwenye World Cup msimu huu. Wakati huo watu wanafikiri linaweza likawa ni kundi rahisi. Hiyo ni mentality ya watu wengi, hawalipi nafasi, lakini mentality ya Watanzania wote ipo pale Kayuni Sportswear kwa ajili ya kwenda kupata jezi ambazo hizi zitawapa wao nafasi ya kupata muonekano wa kikombe la dunia kiurahisi zaidi. Kwa sababu jezi za pale Kayuni ziko na quality ambayo inastahili, quality ya viwango vya kimataifa. Kayuni Sportswear ni sehemu pekee ambapo utaweza kupata jezi OG za kombe la dunia, lakini pia hata za vilabu ambavyo unavipenda basi utaweza kuzipata pale Kayuni Sportswear. Paraguay ni moja kati ya mataifa ambayo yanafundishwa na kocha kutoka Argentina. Yawezekana Argentina ni moja kati ya mataifa ambayo imezalisha makocha wengi ama imepeleka makocha wengi kwenye michuano hii. Kuna connectivity gani kati ya makocha wa Argentina na timu za mataifa? Hilo swali nimelipenda. Unajua Argentina nimejaribu kufuatilia sana. Ni taifa ambalo linazalisha makocha wazuri sana. Lakini ukifuatilia vizuri, wengi sana ukianza kuwa study vizuri, ukiingia deep bwana career yako, umepitia vitu gani, yani kitu gani imekuinspire. Wamekuwa kimtaja sana yule mzee wa kazi, mkongwe, kocha yule wa zamani alishapita Argentina, Uruguay pia national team, Marcelo Bielsa, ambaye kuna kipindi kama utakumbuka vizuri pia alipewaga klabu ya Leeds aikomboe pale nchini Uingereza kwenye EPL. Marcelo Bielsa amekuwa ni mastermind, amekuwa ni good father kwenye soka la makocha wengi sana wa Amerika Kusini, hususan kwa nchini Argentina. So nielewa. Even Pep Guardiola ukimuuliza role model wake, mastermind wake, atakwambia ni Marcelo Bielsa. Amekuwa anapitia sana makablasha yake ambayo yanazungumzia experiment zote zile za kimpira
unazungumzia tactics zile ambazo zinatumika zaidi kwenye football, na amekuwa akikaa naye pia mara kadhaa kwa ajili ya kujifunza vitu vya kisoka zaidi, yani kujua ndipo anaweza kaingia vipi na vitu vipya, kwa sababu ukiangalia Marcelo Bielsa sio kocha ambaye ana mafanikio makubwa kama kina Ancelotti, wakina Ferguson, wakina Wenger na vitu kama hivyo, wakina Jose Mourinho, lakini ni wale makocha ambao ni tactician. Unajua kuna makocha hawajabarikiwa sana kuwa wakubwa kwenye masuala ya mataji, makombe na vitu kama hivyo, lakini wamekuwa ni bora sana kwenye masuala mazima ya kuimplement vitu ambavyo wengine wamekuwa wakivichukua na kuviendeleza zaidi. So Marcelo Bielsa, big up kwake, na nafikiri ukiangalia makocha wengi wa Argentina tunazungumzia sasa hivi kwenye World Cup tu, wakina Lionel Scaloni wa Argentina mwenyewe, wakina Pochettino, wengi wamepita kwenye makabrasha yake kujua yale madesa ameweka kitu gani mule ndani. Nafikiri mimi ni mmoja wa watu ambaye ukipita kwenye simu yangu na document ambazo zinahusiana na Marcelo Bielsa, kujua kitu gani ambacho anacho mule ndani. Ni mtu ambaye nafikiri ni genius kwenye masuala mazima ya soka, hususan kwenye masuala ya coaching. So nafikiri umemzungumzia kocha wa Paraguay, Gustavo Alfaro, ndio. Na yeye of course ukiangalia experience yake sio kubwa sana, lakini ameaminiwa na timu ya taifa Paraguay na amefanikiwa kuileta kwenye michuano ya World Cup this time. Na Paraguay Gustavo anaweza akabadilisha mentality ya watu dhidi ya Paraguay, manake kwenye hili kundi yeye ndo anashika katika vile viwango vya FIFA ama zile FIFA ranks, anashika nafasi ya 40, yani yeye ndo underdog tunaweza kusema kwa mujibu wa ranks. Anaweza kaivusha ama kaibadilisha hiyo mentality kwa namna yoyote ile kwenye michuano hii. Uwezo anao. This time nafikiri wameingia na talent sana. Ukiangalia squad yao ya Paraguay inaundwa na wachezaji wengi sana kutoka kwenye ligi ya Argentina. Si utanielewa hapo, kuna chemistry ya wachezaji wanaocheza ligi ya Argentina ambao kwenye timu ya taifa ya Paraguay na kocha wao wa Argentina. Yani kuna chemistry cha kwanza, kuna falsafa ambayo inaenda kutengenezwa hapo ambayo inaweza kufanya wakawa strong enough ama wakawa timu bora kwenye kiwanja. Nilivyozungumzia issue ya wachezaji wengi wanatoka kwenye ligi ya Amerika Kusini, hususan Argentina. Utakuta wachezaji kutoka Rosario Central pale nchini Argentina, wapo wachezaji kutoka Boca Juniors na River Plate. Yes, ni wachezaji wengi sana, nimejaribu kufuatilia profile zao, wengi wanatoka kwenye vilabu vya Argentina. Wapo ambao wanatoka kwenye ligi pia ya Brazil, Palmeiras wapi na vitu kama hivyo. So wanaundwa na wachezaji ambao wanatoka kwenye ile culture moja ya kisoka ambao wanazungumzia Amerika Kusini. Amerika Kusini kama unafahamu vizuri, soka lao ni la freestyle sometimes, lakini ni soka fani ambayo liko very objective. Sometimes wanaweza kuswitch kwenye engo nyingi sana kutokana na mpinzani ambao wanakutana naye, na wanakuwa comfortable sana na mpira bila kujali mpinzani ni wa aina gani, as long as wanakuwa na ile tunaita technical ability ambayo wanaweza wakapambana na mpinzani wake na kuonesha kile alichonacho, kudisplay ubora ambao wako nao na vitu kama hivyo. Ndio kitu ambacho nafikiri imekuwa silaha kubwa sana. Wachezaji wachache sana wenye profile kubwa kwenye timu yao, hapo nazungumzia mtu kama Enciso ambaye amepita Brighton akaenda pia kwa mkopo, nafikiri alitolewa kwa mkopo kama sikosei kwa Marcel bila shaka. Enciso bwana mdogo very talented, sio nifahamu. Almiron nafikiri unamkumbuka pia, alishakupita katika klabu ya Newcastle United. Yupo sema ya kikosi hichi cha Argentina wanamuita Kibelenge, left foot ambaye alikuwa yeye pamoja na Maximini Mfaransa yule kwenye flanks kule za Newcastle kwa na ubora mkubwa sana. So kwa namna moja mengi nafikiri kwa Paraguay na kocha wao Gustavo wanaweza kawa na kitu cha kuwapa ama kubadilisha mentality wapenzi wanaosubiria, wadau wa soka wanaosubiria kuona maybe wanaweza kaja kusindikiza tu kwenye group, kwa sababu ukiangalia kwangu mimi kuna magrupu wanaita group of death, lakini kwangu mimi na hili naliita group of life. Ukiwa na maana gani group of life? Kwa sababu unaona kila mtu anaweza kusurvive kwenye hili kundi, kila mtu anaweza kusurvive. Yani ni yule ambaye tu atajua kucapitalize vizuri matokeo yake kwenye hizi game, kwa sababu ukianiambia leo hii mimi ranking sitaki kuzitumia kabisa. Sioni kama kuna tofauti kubwa sana ya kila timu technically, tactically, kwenye qualities na vitu kama hivyo. Maybe ni swala tu la namna gani mtu atakuwa bora kwenye hii michuano na approach za makocha wote kwa ujumla. Lakini kwangu mimi nafikiri ni group of life, kwa sababu timu zote ambazo zimekutana hapa ziko balanced kabisa, hazijaachana kwa ubora kwa daraja kubwa sana na vitu kama hivyo. Diego Gomez ambaye yuko ni club ya Brighton and Hove Albion ya EPL, yeye anaonekana kuwa ndo starman kwenye eneo la midfield la upande wa Paraguay.
wachezaji wengi ambao wakitoka kwenye tunasema kwenye bara lao wakienda huku ni mara chache sana wanarudi na wanaweza kuperform kwa asilimia kubwa. Inaweza kana utofauti gani na wachezaji wengine ambao wamepita? Nafikiri huyu ni mtu ambaye hapa ni profile ndio inambeba pia. Ni profile kwamba za Brighton, lakini ukiangalia kwa upande wa Brighton amekuwa na week in week out, sio regular sana, lakini ni talented pia. Yani kaka lazima tuongee, sometimes nataka nizungumzie ukweli. Yani ukiachana na bara la Amerika, yani kuna mabara mawili kwangu mimi naamini kabisa yanazalisha zile pure talent katika soka. Amerika Kusini naliweka namba 1. Bara la Afrika naliweka namba 2. Tena sioni kama wanapishana kwenye gap kubwa sana kwenye uzalishaji wa vipaji. Yani zile pure talent ambazo unaweza usizipeleke darasani sana, lakini zikaje kukupa kitu exceptional kwenye soka. Ndio vitu ambavyo nafikiri Amerika Kusini wako navyo. Na ndio maana nasema kwa mfano mtu kama Gomez amekuja Brighton, uzuri ni kwamba ameenda sehemu ambayo falsafa ambayo ametoka nayo kule na Brighton ni vitu ambavyo havipishani sana. So naamini anaenda kudisplay kile kitu ambacho hakipishani sana na huko kwa walikotoka kwenye issue nzima ya falsafa. Maybe anaweza kuongeza exposure kwenye timu yake. Na umezungumzia pia kitu gani special? Nafikiri unamkumbuka Rocky Santa Cruz. Striker ambaye alishakupita kwenye klabu ya Blackburn Rovers pale nchini Uingereza, alifanya makubwa sana na pale kwenye soka barani Ulaya na vitu kama hivyo, kwa sababu kama utakumbuka yeye ndo top scorer wa muda wote wa Paraguay, ambaye amefunga magoli takriban 32 kwenye kariera yake yote kwenye timu ya taifa ya Uruguay. Lakini alikuwa na ubora mkubwa sana ambao amefanya vizuri kwenye soka la Ulaya, lakini hivyo hivyo kwenye national team alikuwa anakuja kuongeza ile exposure ambayo alikuwa nayo. Moja shambaji nzuri kabisa. Lakini pia Lucas Barrios alishakupita pale, mmoja wa wachezaji wa mafundi ambaye Peter Dortmund akafanya vizuri, lakini akaja kuongeza pia ile standard ama ubora wa team value, thamani ya timu kwenye taifa lake na vitu kama hivyo. So nafikiri wanaopataga exposure wanakuja kidogo kuwazalishia na wale wengine pia mentality zile za kujua namna gani ambavyo mnaweza mkaapproach zidi ya yale mataifa yenye majina makubwa ama kukutana na wapinzani ambao wanacheza soka la Ulaya na vitu kama hivyo. So kwangu mimi nafikiri kwa Paraguay kwenye hili kundi bado, ndio maana nimesema ni group of life, kwa sababu hiyo kwamba sioni kama kuna mtu ambaye anaweza akasema yuko comfortable enough kusema mimi naweza nikatoboa kulinganisha na mwingine. Tony Popovich ambaye ni head coach wa Australia inaoshika nafasi ya 27 kwenye ranks za FIFA. Australia wana majina ambayo si makubwa sana, lakini wanaonekana wako na average performance. Average performance ambayo wako nayo na pia experience ambayo yuko nayo Tony, vinaweza vikashabiana kiasi gani kuipeleka Australia kwenye hatua ya inayofuata? Ukiangalia Tony Popovich ana profile ndogo sana. Ukiangalia kabla hajapewa timu ya taifa Australia, alianza na klabu ya Melbourne Victory pale nchini mwao Australia, kwa sababu yeye pia ni Australia. Hajawa na exposure kubwa sana. Of course alishacheza ligi ya Uingereza, lakini vile vile baada kwenye kariera yake ameishi sana kule kwao nchini Australia. Nafikiri kingine ni kwamba pia exposure yake ni ndogo, maana ni ndogo sana. Nafikiri yeye mwenyewe hii inaenda kwenye experience yake kubwa sana kwenye kariera yake kusimamia national team kwa upande pia wa World Cup na vitu kama hivyo. Ameaminiwa kwa sababu maybe anaweza katafsiri falsafa vizuri ambayo wamekuwa kiishi nayo kwa muda mrefu sana. Nafikiri unapokuwa unazungumzia Australia, uwezo ukawasahau mtu kama Tim Cahill ama Max Scherzer, goalkeeper ambaye alishapita kwenye klabu ya Fulham baadaye akaenda Chelsea. Lakini Tim Cahill mmoja wa washambuliaji bora wa muda wote kwa upande wa hii timu ya taifa ya Australia, takriban magoli 57 nafikiri kwenye kariera yake yote kwenye national team. Walikuwa na falsafa moja. Wanaingia of course wamekuwa wanatumia sana ile faida ya kuitwa underdog. Kwa sababu ukiangalia kweli kwenye profile mchezaji mmoja mmoja wengi wanatoka kwenye vilabu vya kawaida sana. Kama anacheza Europe basi utakuta kwenye vile vilabu ambavyo League 2 unafahamu. Utakuta labda kama ni La Liga pale utakuta mtu kule Levante ambaye sio La Liga, ukimkuta Uingereza utakuta Championship, ukakuta hapo kwenye zile ligi za mataifa kama Belgiji, vilabu vya kawaida tu. Lakini wanachojua kukitumia zaidi ni kuitwa underdog. Wananufaika vipi? Game nyingi ambazo wamesurprise watu ni zile ambazo wameingia bila kuwa na matumaini yoyote. Kwa wadau unazungumzia, walikuwa wanaingia na falsafa ya kukaa nyuma, wakipaki basi muda mwingi wa mchezo wakiwa nyuma ya mpira, lakini wakifanya counter attacks ambazo zilikuwa zinaleta madhara makubwa sana kwa wapinzani. Japokuwa kwenye maisha yao yote nazungumzia Australia hawajawahi kufanya makubwa sana, though
kuna kipindi washakufika takriban mara 2 zile inaitwa 16 bora round of 16 washakutoboa hapo kutoka kwenye makundi kwenda round of 16. So kwa engo hiyo unaweza kugundua kwamba hata wao pia wanaweza wakawa wanafanya kitu. Unajua tumezungumzia kwa mfano kama Paraguay. Paraguay ni timu ambayo ukiangalia 2010 pia ilishika mpaka hatua ya wapi? Ilifika quarter finals, ndio. Yeah. Yes, ndio vitu kama hivyo. Kuna moment ambazo wanaingia kwenye World Cup wakiwa wamejipanga vizuri na wakaja wakafanya surprise. Ndio maana michuano kama hii kuingiza timu nyingi pia tutategemea kuwa na surprise nyingi pia kwenye hii michuano na vitu kama hivyo. So kwangu mimi nafikiri kwa Australia mimi siwezi nikaweka mbali sana. Kwenye ranking yeye ni yuko juu kuliko hata Paraguay. Yeah, nafasi ya 27. Yes, yuko nafasi ya 27. Paraguay yuko nafasi ya 40. Tafsiri yake ni kwamba pia kukaa nafasi ya 27 worldwide sio jambo dogo la kulichukulia poa, na ni timu ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa sana imeshakutana na majiant mara kadhaa na imeonyesha mambo makubwa sana, yani maajabu. So nifahamu. So kwa namna moja nyingine nafikiri kwenye hili kundi Australia pia nawapa mikono ya ku appreciate. Naamini kwamba wanaweza kufanya kitu kikubwa kwenye michuano. Ni mechi gani ambayo unaisubiri kwa hamu kutoka kwenye hili kundi? Cha kwanza hii game ya Argentina wawili. Mauricio Pochettino pamoja na Gustavo kwa pande wa Paraguay. Naamini ndio game pia itakuwa ya ufunguzi. USA game yake ya kwanza kabisa anakutana na Paraguay. So naisubiria nione wa Argentina hao wawili watakuja na kitu gani. Tena wanakutana, bahati nzuri wanakutana na mataifa ambayo sio mataifa yao asilia kwamba walipozaliwa. Ingekuwa labda Pochettino anafundisha Argentina wangesema kwamba ndugu yetu huyu wa upande wa mini wa Paraguay Gustavo angeweza kuleta maaba kufanya taifa lake mama la nyumbani lifike mbali, aliachia hapana. Wanakutana wote kila mmoja na kazi yake. So wanategemea ushindani uwe mkubwa sana. Na kitu ambacho nafikiri kwa Paraguay, soka la Amerika Kusini linaenda kukutana na soka la Amerika Kaskazini, yani CONCACAF pamoja na CONMEBOL wanaenda kukutana pale katikati. So wanategemea ladha aina yake kabisa, na ndio maana tunaipenda World Cup, na ndio maana tunapenda mpira kwa sababu ya vitu kama hivi. Ladha ipo ya kutosha. Soka la Amerika Kusini, soka la Amerika Kaskazini. So tusubiri tuone, na ndio maana nahamnayo sana hii game. Nafikiri inaweza katupa kitu cha tofauti sana. Nani na nani kusonga mbele? Kwa ufupi. Nafikiri advantage nitampa mwenyeji pia USA. Yes. Chini ya Mauricio Pochettino anaweza kufanya kitu kwenda hatua inayofuata. Nafasi ya pili. Nafasi ya pili kwenye hili kundi hapa naweza nikagambo na Uturuki naweza nikampa nafasi pia. Kwa Australia, Paraguay shughuli yao itaishia makundi. Labda ikitokea best loser. Best loser, yes. Yes, hivyo ndivyo ambavyo Joseph Mapesi anahitimisha kwenye swala zima la uchambuzi, lakini hapa ametuambia timu ambazo zitafuzu na timu ambazo zitakuwa zinasubiri ile bahati nasibu ya best loser ama kurudi nyumbani na kuwa watazamaji, kama ambavyo Watanzania tutakuwa watazamaji wa michuano hii ya World Cup 2026. Kwenye World Cup Tips ulikuwa na Musa Mtewele, Joseph Mapesi, nyuma kamera yuko Rogers Ndaisenga Zoya.